Bana, nimejaribu kufuatilia taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na viongozi wa bodi ya ligi kujiuzulu, lakini taarifa hizo sio za kweli. Yes, ni taarifa ambazo sio za kweli kwa sababu bado viongozi wa bodi ya ligi ni wale wale, na wanaosadiki kwamba ni viongozi ambao wamejiuzulu ni baadhi ya viongozi ambao kwenye kamati ya masaa 72. Wanacho taarifa ambayo nimeifuatilia na kuipata ni kwamba hao viongozi hakuna hata mmoja ambaye amejiuzulu, bali ni story tu ambazo zinatengenezwa kwenye mitandao ya kijamii kuwapa pressure bodi ya ligi na TFF ili kuhakikisha kwamba wanafanya mabadiliko ili dabi iweze kuchezwa. Lakini kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba msimamo wa bodi ya ligi na TFF ni ule ule, kwamba mchezo wa dabi tarehe 15 utachezwa kama kawaida. Iwe Yanga wamefika uwanjani au Yanga hawajafika uwanjani, lakini mechi itachezwa kama kawaida. Lakini kwenye huo mchezo Yanga ndio timu mwenyeji kama unavyojua. Kwa timu mwenyeji huwa anakuwa na mamlaka ya kupanga viingilio na nini na kila kitu. Kwa hiyo Yanga wao wanasubiriwa kutoa viingilio ni lini na hamasa ianze kufanyika, lakini mpaka sasa hakuna taarifa yoyote ya viongozi wa bodi ya ligi kujiuzulu, na hizo taarifa ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii sio za kweli. Ila kinachofanyika ni kujaribu kupeleka pressure kwa watu ili ionekane kama bodi ya ligi wanaogopa Young Africans, lakini ukweli ni kwamba hakuna, hizo taarifa sio za kweli kama ambavyo inaelezwa. Na bodi ya ligi na TFF msimamo wao ni ule ule, kwamba dabi ya Kariakoo itachezwa kama kawaida na kila kitu kitaenda vizuri bila shida ya aina yoyote ile. Issue hapa ambayo watu wanahitaji ni kuona maamuzi ya Young Africans yanabadilika. Na zaidi ambacho Yanga wanakifanya, Yanga wanatafuta njia ya wao kutaka kurudi kucheza dabi ili kuondoa ile aibu ambayo labda wangeipata ikitokea TFF wameendelea kubaki na msimamo ule ule. Kwa hiyo ambacho wanakifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira mazuri ya timu kucheza, lakini pia wanatengeneza namna gani ambavyo wanaweza kurejea bila kwa kufuta ile aibu. Kwa hiyo Young Africans wao ndo wanawaza namna ya kurudi kucheza dabi, lakini ukitazama hakuna kiongozi yoyote wa TFF au bodi ya ligi ambaye atajiuzulu kwa sababu ya sakata hili la mchezo huu ambao uliaishwa tarehe 15. Kwa hiyo issue ambayo iko sasa hivi ni kwamba TFF wamebaki na msimamo wao na Young Africans wabaki na msimamo wao, lakini kidogo msimamo wa Young Africans unaonekana kwenda kutetereka. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba inasadikika kwamba Young Africans wanawaza namna gani ambavyo wanaweza wakarejea kuja kucheza dabi ili mambo mengine yaweze kwenda sawa. Lakini sawa, watarudi vipi kucheza dabi ikiwa walishatangaza mbele ya wanachama kwamba watacheza dabi? Kwa hiyo ambacho wanakifanya sasa hivi ni kupambana kuona namna gani ambavyo wanaweza wakarejea kwenye njia nzuri ambayo itawafanya wao waende kucheza mchezo wa dabi bila shida yoyote ile. Kwa hiyo wanawaza namna ya kuepukana na ile aibu ambayo wataipata kwa wanachama. So mpaka sasa mambo bado ni magumu kwa upande wa Young Africans ambao wanasubiriwa zaidi kutoa kauli ya mwisho, lakini mpaka sasa wao wanahitaji kurudi kucheza dabi. Na hao viongozi ambao wanatakiwa wamejiuzulu chini nini, hizo taarifa sio za kweli. Hakuna kiongozi yoyote yule wa TFF ama wa bodi ya ligi ambaye amejiuzulu, bali ni taarifa tu ambazo zinasambazwa kwenye mitandao ya kijamii kwa interest fulani, na hiki ndio kitu ambacho kinapelekea pia watu waanze kufikiria mambo mengi. Na of course kuna waandishi ambao wanasema kwamba wanalipwa na hizo timu kusambaza propaganda na vitu kama hivyo, na ndio maana kuna vitu kama hivi ambavyo vinakuja kutokea. Lakini kwa taarifa ambazo mimi nilikuwa nazo ndio hivyo, hakuna kiongozi yoyote wa bodi ya ligi ambaye amejiuzulu mpaka hivi sasa, na maisha bado yanakwenda kama kawaida, na mchezo wa tarehe 15 upo kama ambavyo umepangwa, na hakuna mabadiliko ya aina yoyote yale ambayo yatafanyika hapo katikati.